Ati asindi kubwani kijijini. Babu, kuna changamoto gani? Kuna changamoto nyingi, tunanyang'anywa mashamba. Bwana, mimi nililima shamba lina miti 1500 nikanyang'anywa na serikali na viongozi wale walionipa walishakufa, wakasema leta vibali. Kijiji kinatoaga vibali vya hali jipu hakuna. Wakanifanyia mizengwe na lile shamba lilikuwa la mfumaki. Wakaona hapana, mfumaki umekufa, tuwape wananchi. Nikaanza kulima minazi sijavuna. Wakaninyang'anya shamba, wakalitia na moto. Baada ya wiki kama 3 wakawa wameshaligawa kipande, wakaniachia heka 3 tu. Sasa nikaona kuja kumaliza kesi na minazi yote ilishakufa na shamba. Namshukuru sana mama, Mungu amjalie na ambariki. Bwana ametuletea huduma nzuri kwa bei, kwa kuwa hatuna hela za kwenda kupambana. Hata kama kupambana ukienda huna pa kusemea. Bwana tunamshukuru na serikali yake, Mungu amjalie tu, na watu wote waliotusaidia tunawashukuru sana, kwa sababu hili lilikuwa ni tatizo. Mashamba tumenyang'anywa mpaka leo, migogoro ni mikubwa. Na Mungu amubariki sana, cha kumuahidi sile, namwombea kwa Mungu amjalie, ampe maisha mema na afya njema, watawale vizuri kwenye nchi yetu, tupate amani. Manake amani sasa hivi hatuna, migogoro ni mingi, wakulima hatuna pa kulima. Ukilima kidogo wanapitisha ng'ombe, ukilima hiki ukizungumza wanakupiga mikoma. Sasa unabafike kwenye vyombo vyetu hivi, mama alivyotuletea, wao watumishi ni wazuri, wametuletea huduma nzuri na ametuletea huduma nzuri. Tumshukuru, waje watoe matatizo yao. Matatizo ni mengi tu, yani ni tatizo ni kubwa tu, sijui kama atalimaliza kwa wakati. Tatizo ni kubwa, watu ni wengi, kila mmoja analia kivyake. Mama atuongezee watumishi wawe wengi, kila kata ipate mtumishi wa kata wa kisheria. Tunamuomba atuongezee, hali ni ngumu mno, kila sehemu ni matatizo tu. Tunamuomba Mungu amujalie. Tunamshukuru mama, tunakushukuru sana. Sisi kula zetu tutakupa bila matatizo. Tena hata miaka 5 mimi naona ilikuwa haifai. Ingekuwa hata miaka 10 ungeongezewa tu. Bwana tunashukuru sana, miaka 10 hata 5 hiyo tutakupa.